Kwa tafsiri ya Kilatini, neno maandamano Kilatini limetafsiriwa ni kikundi cha watu kinachotembea pamoja kwa utaratibu maalum. Ndo tafsiri ya maandamano Kilatini, wakiwa na ajenda maalum, wakiwa na njia walizoeleza wenyewe. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarehe 29 kulikuwa na vurugu. Vurugu hizo umeziona. Umeenda kukagua kituo cha polisi kilichochomwa moto, umeenda kukagua mahakama iliyochomwa moto, umeenda kukagua kituo cha mafuta cha Total Energy kilichochomwa moto. Kulikuwa na supermarket, wameiba soda, wamekunywa soda, wamekula biskuti, wamejiwekea mafuta, wametoa sefu ya hela, wamechukua mafuta wakajiwekea. Kwa hiyo tafsiri ya maandamano hapo iko wapi? Kwa hiyo vurugu za tarehe 29 kwetu sisi kama mkoa wa Arusha tunazikemea, na mimi kama mkuu wa mkoa ninatoa tena tahadhari kwamba serikali tumejipanga kutimiza jukumu la kwanza, vyombo vya ulinzi na usalama, kuwalinda raia na mali zao. Nataka niwahakikishie hilo wananchi wa mkoa wa Arusha. Hatutotaka tena vurugu hizo za tarehe 29 zitokee tena katika mkoa wetu wa Arusha. La pili, nataka nikuhakikishie, wakati wa vurugu za tarehe 29 kamati za ulinzi na usalama zilitimiza majukumu yake kuhakikisha sekta ya utalii hakuna mtalii anajeruhiwa, hakuna mtalii anaibiwa. Tulihakikisha, na ndio maana watalii wanaendelea kuja, ndio maana utalii unaendelea kukua. Nataka niwahakikishie Watanzania, Arusha inajulikana ni sehemu ya kufanyia utalii na mikutano mbalimbali. Nitoe wito kama mkuu wa mkoa, karibuni Arusha mnaotaka kufanya mikutano yoyote ya kimataifa katika mkoa wa Arusha. Na hili linathibitishwa na ujio wa Mheshimiwa Rais na ujio wa kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tulishakuwa na mikutano hapa wiki iliyopita ya kimataifa. Wakasema kumbe kinachoenezwa ni propaganda, Arusha ni sehemu salama. Nitoe wito kwa watalii wa ndani na nje kuja katika mkoa wa Arusha. Nitoe wito kwa taasisi mbalimbali zinazotaka kufanya mikutano katika mkoa wa Arusha. Njoeni Arusha, mtafanya shughuli zenu kwa usalama. ST Bongo, nyumbani kwanza.